Michezo ya kimataifa kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika, tunazungumzia CAF Confederation Cup pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika ama CAF Champions League. Imeendelea jana, michezo kadhaa imechezwa kwenye baadhi ya viwanja tofauti barani Afrika. Matokeo umeyapata, kama hujayapata timu ambazo zimefuzu. Timu ya Fiston Kalala Mayele, nazungumzia Pyramid, wao bwana wamesonga ama wamefuzu hatua ya nusu finali ya ligi mabingwa Afrika baada ya kupata mtaji wa kwanza wa magoli 4-0 dhidi ya FAR Rabat ya Morocco. Licha ya figisu walizozipata FC Pyramids, kuna story fulani ambayo ni kama ya kuchekesha kwenye soka la Afrika, lakini hivi ndivyo mpira wetu ulivyo kivyetu. Inaelezwa Pyramids baada ya kufika Morocco wakicheza na FC FAR Rabat, walivyofika FAR Rabat wakawa wameomba radhi kwamba kiwanja ambacho walikuwa wameandalia kwa ajili ya kufanyia mazoezi hakitakuwepo. Kwa hiyo wakawa wameomba radhi, tunaomba radhi kwa usumbufu, kiwanja ambacho tuliwaandalieni kwa ajili ya mazoezi hakitakuwepo, hivyo fanyeni utaratibu mwingine. Walikuwa wameshabuku viwanja vitatu Pyramids, ambavyo kwamba endapo wakikosa FAR Rabat basi walikuwa na sehemu kama 3 ambazo walizitegemea, lakini taarifa zikaeleza kwamba kote kwenye hivyo viwanja vitatu pia ambako walikuwa wamebuku, wakaambiwa viwanja vimekwisha pata watu wengine, kwa hivyo labda mtafute mahali pengine. Hiyo ikawa ni story ambayo ilikuwa ya kuchekesha kidogo kwa upande wa Pyramids, ama utaona namna gani figisu zipo kwenye soka la Afrika. Tukiachana hayo, wakawa wamefuzu. Ikumbuke Fiston Mayele alifunga magoli 2 kwenye mchezo wa kwanza, lakini hata jana wakawa wamefanikiwa kufuzu moja kwa moja nusu finali. Lakini tukiachana hayo, turejee kwenye kombe la shirikisho, nazungumzia CAF Confederation Cup. Wawakilishi pekee kwenye ardhi ya Tanzania, nazungumzia mnyama Simba ama mnyama mkali wenyewe. Mechi hii dhidi ya Al Masry mchezo wameupa jina la hii tunavuka, na miongoni mwa watu ambao wamealikwa kwenye mchezo huu ni viongozi ama watu mashuhuri kweli kweli. Nikukumbushe tu, miongoni mwa watu ambao wamealikwa kwenye mchezo huu yuko anaitwa Nabii Bordoza Mwamposa, amealikwa kwenye mchezo huu zidi Simba vs Al Masry kwenye dimba la Benjamin William Mkapa saa 10 leo. Lakini Juma Aweso, waziri wa maji, pia ni miongoni mwa wale walioalikwa kwenye mchezo. Tukiachana huyo, zipo taarifa zinaeleza hata mkuu wa mkoa Tabora Bwana Paul Chacha na yeye ni miongoni mwa wale ambao wamealikwa kwenye mchezo huu. Lakini tukiachana hao, yuko pia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ni miongoni mwao ambao wamepewa mwaliko huo. Lakini nitakuwa sijatenda haki nisipomtamka ama nisipomtaja rais wa shirikisho la soka Tanzania, namzungumzia ndugu Wallace Karia ambaye ni mjumbe wa shirikisho la soka barani Afrika pia CAF. Bwana Wallace Karia ni miongoni mwa wageni waalikwa. Sasa swali ni kwamba nini kitatokea, story itakuwa ni kwa namna gani endapo Simba watapoteza mchezo huu? Ni kupoteza nikiwa na maana ya kwamba watashindwa kufuzu kwenda hatua ya nusu finali, kwa sababu wao wamesema robo finali sasa bas inatosha. Robo finali hizo walizofika zinatosha, na sasa hii tunavuka. Sasa mlima pekee ni kushinda magoli 3-0 kwenye dimba la Benjamin William Mkapa. Hiyo ndiyo shughuli ambayo inawafanya Pyramids wao waone kama watapata mchekea. Na kwenye press conference ama kwenye mechi ya kujiandaa na mchezo huu wa leo, kocha wa Al Masry alisema anafahamu Simba wataingia kwa kasi kubwa wakisaka mabao ya mapema, lakini pia akazungumzia namna ambavyo anafahamu Simba ni timu bora na timu nzuri, hivyo wataingia wakitaka kuwapa pressure Al Masry ili waweze kupata magoli mapema na iwarahisishie wao kushinda. Lakini kocha wa Al Masry akasema yeye anafahamu hayo yote na wamejiandaa kukabiliana na hayo. Ukiachana hilo, aliulizwa pressure walionayo ama kipi wanachokiwaza kutokana na ile full house ambayo imekuepo kwenye dimba la Mkapa, hasa Simba wanapokuwa wenyeji kwenye michezo ya kimataifa. Akatolea mfano akasema hawana pressure hiyo kwa sababu wamewahi kucheza na wametoka kucheza na timu kama Zamalek
ambao kwenye uwanja wa nyumbani wanajaza zaidi ya Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kuna swala la pressure, mashabiki wao kwao haliwapi shida kwa sababu wamezoea kucheza kwenye viwanja vya namna hiyo. Lakini kuhusu hali ya hewa, kocha wa Al Masry akasema hawana hofu yoyote kwa sababu wachezaji wake pamoja na wao wenyewe wamekwisha zoea hali ya hewa kwenye dimba kwenye ardhi hii nzuri ya Tanzania. Sasa hayo ni baadhi tu ya yale ambayo ni kama utangulizi, lakini tujaribu kuziangalia records za mnyama anapokuwepo kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Hapa ndipo panapo kufanya uone hii kauli ya hii tunavuka inakwenda kufanya kazi, ama ule ubwela sasa wa mnyama unakwenda kuonekana. Bwana, kwenye michezo takriban 10 mimi nakupitisha kuna hii Roundup Sports tutazame, kuna michezo takriban 10 ambayo Simba yeye amekuwa mwenyeji kwenye dimba la Benjamin William Mkapa, ameonekana kutendea haki vilivyo, na records ama history huwa zinafanya watu wapate namna gani ya kukuangazia. Kwa hiyo unaweza kuwa na imani, ama hata wale wazee wanaitwa wawekezaji, hata wawekezaji bwana wanaweza kuwa na imani na mnyama, kwa sababu kuna michezo 10 iliyopita ya kimataifa, nikizungumzia ya ligi ya mabingwa na hata ya kombe la shirikisho, Simba amefanikiwa kupata ushindi kwenye michezo 6, akapata sare michezo 3, na akawa amepoteza mchezo mmoja peke yake kwenye michezo hiyo 10 ambayo amecheza kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Labda nirudie, kwenye michezo 10 ambayo Simba amecheza kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa ya kimataifa, nikiwa nazungumzia sasa michezo ambayo inajumlisha timu zinazoshiriki mashindano ya CAF, kombe la shirikisho pamoja na klabu bingwa Afrika. Kwenye uwanja wa Mkapa Simba ameshinda michezo 6, ametoka sare michezo 3 na akapoteza mchezo mmoja. Kwa hiyo ni imani pekee ambayo unaona ni namna gani ambavyo mnyama bwana ana nafasi nzuri sana ya kupata matokeo leo hii dhidi ya Al Masry. Lakini ukiachana hilo, lingine ni namna ambavyo uongozi wa Simba wao wamekuwa wakihudhuria mazoezi, na zipo taarifa za kikachero ambazo zinaeleza benchi la ufundi pamoja na viongozi wa klabu wao wanasema wamelizishwa kwa namna ambavyo wamehudhuria mazoezini siku kadhaa kabla ya hii leo. Wameshuhudia washambuliaji wa timu hiyo akiwemo Steven Dese Mukwala pamoja na Lionel Mbida Ateba wakiwa wanafanya kazi nzuri sana kwenye eneo la umaliziaji. Nikiwa na kukumbusha tu, kwenye mchezo uliopita dhidi ya Al Masry walifanikiwa kutengeneza nafasi 7 kwenye box la mpinzani, lakini hawakufanikiwa kupata nafasi hata moja ya kuweka mpira wavune ama kubadilisha yale mashuti 7 ndani ya boxi liwe goli. Hawakupata na wakapoteza dhidi ya magoli 2 dhidi ya Al Masry. Sasa viongozi wanasema wameridhishwa kwa kiwango kikubwa lile eneo la mbele ambalo linaundwa na Lionel Ateba ambaye alianza, namzungumzia Elim Panzo Kibinsawala pamoja na Kibu Dennis Prosper, lakini usimsahau Jean Charles Ahoua. Wakati eneo la ulinzi nafikiri Mwalimu Fadlu hata badilisha sana eneo la ulinzi bana la mnyama. Eneo la katikati lilisimamiwa na Yusuf Kagoma ambaye anatarajiwa ataanza hata leo, wakati huu anasaidiana na mkongwe namzungumzia Fabrice Luamba Ngoma. Wakati ile pacha ya nyuma mafullbacks wa pembeni ni Shomali Kapombe ataanza kwa mchezo wa leo, hilo halina wasiwasi. Namzungumzia pia Mohamed Hussein Shabalala ataanza, lakini wataendelea kumkosa, ama zipo karibu 80% za kumkosa kikosini ama kwenye nafasi ya ulinzi, mlinzi wa kutumeniwa pekee ukuta wa Yeriko. Namzungumzia Shemalon Fondo ambaye alipata majeraha kwenye mchezo wa ligi dhidi ya Azam ambao walicheza kwenye dimba la Benjamin William Mkapa, katoka sale. Shemalon bana ni majeraha akiwa anaendelea kuuguza, huenda akakosekana tena leo. Kwa hiyo tutashuhudia kuwaona Abdrazak Hamza ambaye alicheza South Africa sambamba na Shamu Karabua Inspector wakiwa pamoja tena kwenye mchezo huu wa leo. Hao ni baadhi tu wachezaji, lakini katika kuboresha ama kuhakikisha mnyama anaibuka na ushindi, na ushindi huo ni kuanzia magoli 3 bila kumruhusu Al Masry asipate goli hata moja. Uongozi pamoja na mwenyekiti wa kutumainiwa wa bodi ya wakurugenzi ya Simba ama rais wa heshima namzungumzia Mohamed Dewji, wao wameweka bonus ya milioni 2.5 kwa maana milioni 2.5 kila goli litakalofungwa. Lakini hawakuchelea hapo, wakaenda mbali na kwamba ili kuondoa ule uchoyo ambao ulikuwa unatajwa kule Misri
kwamba mtu anakuwa kwenye nafasi nzuri ya kutoa pasi kwa mwenzake ili afunge goli, mtu analeta ubinafsi na kutaka rekodi aiweke yeye. Uongozi umekwenda mbali zaidi, umeweka bonus kwamba ile pesa sasa itagawanywa, imekuwa ni milioni 5, kwamba atakayefunga goli atapewa milioni 2.5, lakini hata atakayetoa assist ama pasi ya goli ile pesa itagawanywa. Kwa hiyo ukitoa pasi ya goli ni milioni 2.5, ukifunga goli ni milioni 2.5. Pesa imegawanywa. Kwa hiyo mtu hata jisikia upweke kwamba nikitoa pasi naingiza milioni 2.5, si haba, hata kama goli atafunga mtu mwingine. Kwa katika kuondoa hilo, katika kuondoa huo ukame sasa ama uchoyo, viongozi wamekuja na dawa, yani hiyo ndio dawa sasa ya kumaliza ule uchoyo wa magoli. Lakini tukiachana hilo, pia boss Mohamed Dewji, hiyo ni dhahiri na tayari iko wazi, imewekwa bonus ya shilingi milioni 5 za Kitanzania endapo wanalunya sema mnyama atashinda kwenda nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika leo hii zidi ya Warabu Al-Masri, milioni 500 kibindoni endapo atashinda. Lakini ukiachana hilo, pia shirikisho la soka barani Afrika CAF wenyewe utaratibu wao ni kwamba kwa upande wa kombe la shirikisho, mshindi atakayevuka kutoka robo finali kwenda nusu finali. Sasa hawa wana robo finali leo hii zidi Al-Masri mgeni zidi ya Simba, atakayevuka kwenda nusu finali atafanikiwa kuvuna kitita cha dola za Kimarekani $750,000 ambazo ukizibadilisha sasa kuja kwenye shilingi ya Tanzania unapata takriban bilioni 2 na chenchi kiasi. Utavuna kibindoni. Kama utaishia robo, manake ni bilioni 1.5 Simba watakuwa wamejiwekea. Lakini endapo watavuka, basi watapata dola za Kimarekani, inazungumzia dola $750,000 ambazo ukizibadili sasa kuja kwenye shilingi ya Tanzania unakuja kupata bilioni 2 mnyama ataweka kibindoni. Kwa hiyo utaona bilioni 2 mnyama akivuka. Hiyo ni ya CAF. Milioni 500 za mwekezaji Mohamed Dewji, lakini pia bonus ya mtoa pasi wa goli milioni 2.5 ama milioni 2.5, na aliyefunga milioni 2.5. Leo hizo ni bonus ambazo zimewekwa mnyama endapo atafuzu. Kwa hiyo utaona namna gani mchezo wa leo ni wavuta nikuvute, pamoja na kwamba tayari Al-Masri wao wako mbele kwa magoli 2 walioyapata kwenye mji wao huko Misri, lakini mnyama rekodi zinambeba. Nimesema kwenye michezo 10 hapa rekodi haziongopi. Michezo 10 iliyopita ya kimataifa ama michezo 10 ya CAF kwenye dimba la Benjamin Mkapa, William Mkapa, Simba wamefanikiwa kushinda michezo 6, wakitoa sale michezo 3, kuhitimisha michezo 10 wakapoteza mchezo 1. Sasa tuzitazame rekodi za Simba na Al-Masri kwenye michezo michache iliyopita. Michezo takriban michezo 5. Kwa mara ya mwisho michezo 5 ya Simba, itakumbuka tarehe 19 mwezi wa pili, michezo 5 ya Simba sasa kabla ya kuvana na Al-Masri. Tarehe 19 mwezi wa pili Simba alicheza na Namungo, akafanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli 3-0. Tarehe 24 mwezi wa pili Simba akacheza na Azam FC kwenye dimba la Benjamin William Mkapa, akatoka sale ya magoli 2-2. Lakini tarehe 14 mwezi wa 3 Simba akafanikiwa kumchabanga Dodoma Jiji magoli 6-0, kile kinaitwa kichapo cha mbwa mwizi ama mwana ukome. Lakini tarehe 2 mwezi wa 4 Simba versus Al-Masri kwenye ardhi nchini Misri huko, akapoteza bwana mnyama magoli 2-0. Hizo ni rekodi sasa za mnyama Simba. Lakini wakati huo ukiwatazama wapinzani wao sasa, Al-Masri wao tarehe 13 tarehe 12 mwezi wa 3 walicheza dhidi ya FC Pyramids ya kina Mayele, wakafanikiwa kutoka suruhu ya magoli ya 0-0 tarehe 12 mwezi wa 3. Hizo ni record sasa michezo 4 mpaka 5 ya Al-Masri kabla ya kuvana na mnyama. Sasa utatazama hapo nani mzuri. Nimekutajia Simba kwenye michezo 4 mpaka 5 alipata ushindi dhidi ya Namungo tarehe
19 mwezi wa pili. Tarehe 24 mwezi wa pili Simba akatoa sare ya magoli 2-2. Tarehe 14 mwezi wa tatu akamchabanga Dodoma Jiji magoli 6-0 kabla kwenda kuchezea kipondo cha magoli 2-0 nchini Misri. Hizo ni michezo kama mitatu mpaka minne mitano ya Simba ya mwisho kabla ya kuvana na Al Masry. Sasa ukiwatazama Al Masry bwana, wenyewe kwenye michezo minne mpaka mitatu ya mwisho kabla ya kuvana na mnyama walitoka suruhu ya 0-0 zidi ya Al Masry ya Pyramids kwao Misri. Tarehe 19 mwezi wa tatu wakacheza na ZFC, wakafanikiwa kutoka suruhu ya goli 1-1. Lakini tarehe 24 mwezi wa tatu wakacheza na Bank El Ahrar ya huko kwao, wakatoka tena suruhu ya goli 1-1 na wazungumzia Al Masry. Kabla ya tarehe 2 mwezi wa 4 walipokuja kumshushia kipondo mnyama Simba cha magoli 2-0, hao ni Al Masry. Na mwisho kabla hawajasafiri sasa kuja kwenye ardhi hii tukufu ya Tanzania, walicheza na Ceramic Cleopatra, wakatoka suruhu ya goli 1-1. Hao ni Al Masry, wapinzani wa Simba. Baada ya hapo wakawa wamesafiri sasa kuja kwenye ardhi hii ya Tanzania kuja kuwakabili Simba Sports Club, mnyama mkali. Lakini bana, kuelekea mchezo huu mnyama Simba mnyama Simba bana anapaswa kuwa makini sana. Hapa ni sehemu ambayo kwa utulivu mnyama Simba anapaswa kuwa makini zidi ya mwamuzi wa mchezo huu, na tutakumbushana mwamuzi huyu ni nani na kwa nini wanapaswa kuwa naye makini. Mwamuzi huyu bwana wanapaswa kuishi naye kwa akili kubwa kwenye mchezo huu wa leo. Anaitwa bwana Jindo Luiz Haunandande. Majina ya wenzetu ambayo unatakiwa uyazungumze kwa utaratibu kidogo, nitapaswa kurudia. Anaitwa Jindo Luiz Nandande. Ye ni mwenye uraia wa Benini ambaye tayari amekwisha wasili hapa nchini, na inakumbukwa si mara ya kwanza yeye kuja kwenye ardhi hii ya Tanzania. Amewahi kuwepo akiamua mchezo kati ya Yanga zidi ya Al Ahrar. Huu ni mchezo ambao ulifanyika nje ya nchi. Yanga akapoteza kwa goli 1-0, lakini yeye alikuwepo kwenye mchezo wa Yanga zidi ya Rivers United ambao Yanga alichezea kipondo cha magoli 2-0. Kwa hiyo si mgeni na timu za Tanzania. Bwana Jindo Luiz Haunandande anawafahamu vizuri wa Tanzania. Kwa hiyo Simba bana wanapaswa kuwa naye makini. Mwamuzi huyu ambaye atasaidiana, yani raia wa Benin, atasaidiana na waamuzi wengine ambao ni kutoka Angola pamoja na raia mwingine ambaye yeye pia anatoka Benin. Hao ni waamuzi ambao watakuwepo kwenye mchezo wa Simba zidi ya Al Masry leo hii. Kama nilivyosema, bonus ya boss ni $500,000, $2.5 kwa atakayefunga goli na kutoa pass ya goli. Lakini ile zawadi ya ama kifuta jasho cha CAF ama pongezi ya kuingia nusu finali kutoka CAF ni takriban $750,000 ambazo ukizigeuza kuja kwenye shilingi unapata takriban bilioni 2. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo, na tusubiri sasa dakika 90 za muamuzi bwana Jindo Luiz Haunandande. Dakika 90 yeye ataamua nini. Kama nilivyosema, amewahi kuwasimamia Yanga wakichezea kichapo cha zidi ya Al Ahrar, wakapoteza tena zidi ya Rivers United. Kwa hiyo sio mgeni, anazifahamu timu za Tanzania. Leo hii ipo kwenye dimba la Benjamin William Mkapa na yeye ndiye Pirato kwa zile dakika 90. Tusubiri na kuona safu ya ushambuliaji ya Simba itaongozwa na nani leo hii, ingawa magazeti na taarifa zingine zinaeleza hata wachezaji wa zamani wa mnyama wana Runyas wamependekeza lianze le jitu refu kuliko goli. Namzungumzia Steven Dese Mukwala, wachezaji wa zamani wa Simba, na hata za Kikachelo zinaeleza hata wachezaji wengine pia wamependekeza bwana Dese Mukwala aanze leo hii na Lionel Lateba asubiri bench kidogo kuona mambo namna gani kutokana na kile ambacho alikionyesha South Africa, alionyesha Misri, kwa sababu mchezo wa leo
kila nafasi utakayoipata unapaswa kuibadilisha, na si kama ilivyotokea Misri, nafasi 7 ndani ya box. Na ukiangalia records, ni mara ya kwanza kwenye michezo ya kimataifa Simba anafanikiwa kutengeneza nafasi 7 kwenye boksi la mpinzani. Kwa makini, kwenye boksi la mpinzani kutengeneza nafasi 7 na ukashindwa kuconvert nafasi hata moja kuibadilisha kuwa goli, ndicho kilichomtokea Misri mnyama Simba. Sasa leo hii ukiipata hiyo shilingi ukaichezea kwenye tundu la choo, umekwenda na maji, kwa sababu hata Waarabu na wenyewe pia wana Mungu. Kwa hiyo kama sisi tumewaalika mashehe na manabii, tumewaalika viongozi wa serikali, tukumbuke hata Waarabu pia wanamuomba Mungu. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani Mwenyezi Mungu pia na yeye atakuwa na wakati mgumu kwenye kuamua msikilize nani na muache nani, kwa sababu tunasema Mungu wetu sote. Kwa cha kusubiri sasa ni dakika 90. Umejiandaaje kwenye viwanja vya mazoezi? Utatumia vipi nafasi utakazozipata? Utapoteza muda gani? Utautumia muda gani? Namna gani ambavyo utatumia advantage zile utakazozipata? Hicho ndicho kitakachoamua. Si wazee ambao wamekesha na kulala kwenye dimba la Benjamin William Mkapa wakilinda, lakini pia si ubora ama figiso za Waarabu ambazo wamekuwa kijidondosha ndizo ambazo zinaweza kuamua ule ubora utakaoonyesha wewe kwenye zile dakika 90 ndio utakazoweza kuamua. Kocha kusubiri dakika 90 za muamuzi bwana Ruiz Jindo Hangnandande kutoka Benin ndizo zitamua. Mimi naitwa Rashid Kasim, nimekupitisha kwenye hii roundup. Tumetazama hapa bonus, tumetazama katika kuondoa uchoyo, dawa imepatikana. Nini ambacho kitakwenda kutokea? Nini ambacho kitakwenda kutokea? Tusubiri dakika 90, tutarudi na sisi Kajenjere TV tutakuwepo kwenye dimba la Benjamin William Mkapa kuhakikisha tunakupatia kile ambacho unatarajia kitatokea. Sasa unaweza kutuandikia comment hapo chini, unataraji kipi, ukiwa unawatakia heli wanarunyas, sawa, lakini hata ukiwa unaombea mabaya, kwa sababu huu ni mpira. Simba naye ana wapinzani wake, kwa hiyo anasema vita ya panzi, furaha kwa kunguru.